Bwana, mambo vipi? Ujambo mtazamaji wa Bahigeze TV, karibu kwa mara nyingine tena. Tuendelee tukazungumze, tukatazame yale ambayo yanayojiri katika masuala mazima ya kimichezo hapa nchini Tanzania, tukimulika sana kwenye ligi kuu Tanzania bara, ambapo kumekuwa na mchecheto mkubwa katika mechi ya Simba na Yanga ambayo ilitakiwa kuchezwa mnamo Machi 8 mwaka huu, lakini mambo yakaenda ndivyo sivyo mara baada tu ya Simba Sports Club kuleta malalamiko kwamba wao hawachezi mechi kulingana na taratibu ambazo zinazowataka wao kufanya mazoezi mara tu kabla ya siku moja kabla ya mechi. Sasa mambo yakawa ni mengi sana, mechi haikuchezwa. Yanga wakawa wamepeleka hiyo kesi huko katika bodi ya ligi kuu Tanzania bara hapa, lakini mambo yakaenda ndivyo sivyo, wakaona wahamishe kesi waende kwa CAS. Sasa walipofika kule, mambo napo yameenda ndivyo sivyo, walichokuwa wanategemea kimeleta majibu mengine kabisa tofauti. Sasa baada tu ya CAS kutoa majibu kutokana na kesi hiyo ya Yanga dhidi ya Simba, TFF na bodi ya ligi, nao watu wa bodi ya ligi wamekaa moja kwa moja na kuweza kutoa tarehe ya mchezo. Sasa tarehe yenyewe ni tarehe 15 ambayo wamepanga Juni kwamba ndipo mechi itapigwa, ambayo ni dabi ya Kariakoo. Lakini kwa uongozi wa Young Africans wamepokea taarifa hiyo, lakini nao bado wapo kwenye ule msimamo kwamba hawachezi. Sasa kikubwa zaidi kinachojiri ni kwamba nguli kabisa mwanamichezo wa hapa nchini Tanzania na mtangazaji mashuhuri kabisa wa Wasafi ambaye ni Maudi wa Kitenge ameweza kutoa maoni yake kwa kile ambacho bodi ya ligi wametoa kutoa tarehe au kupanga tarehe ya mchezo huu, ambapo yeye amesema kwamba anaona kabisa, alikuwa akihojiwa kwenye kipindi cha jana na leo, kwamba alipoulizwa, je, wewe unaona kwamba hii mechi kuchezwa ni vizuri, alijibu kwamba yeye anaona kabisa Yanga wasicheze, Yanga wasipeleke timu uwanjani. Wakamuuliza kwa nini, kwa sababu akajibu kwamba kuna sheria ambazo hazijazingatiwa, kwamba ilitakiwa bodi ya ligi kwanza watoe ufafanuzi kwa nini ile mechi ya March 8 haikuchezwa. Ndipo akasema kwamba anaona kabisa kwamba yeye mchezo huo usichezwe na Yanga watakuwa sahihi kama hawatapeleka timu uwanjani. Ndio taarifa ambayo ndio ufafanuzi ambao ameweza kutoa Maulid wa Kitenge. Akasema kwamba kama bodi ya ligi wangeamua kwamba mchezo huu uchezwe Juni 8, yote haya singekuwepo, lakini kwa sababu wao waliamua kutoa taarifa ya mchezo kuahirishwa mapema bila kutoa sababu ya msingi. Sasa ndicho ambacho kinaleta sintofahamu kwamba Yanga nao wanavyosema hawatapeleka timu kwamba wapo sahihi. Sasa tusubiri tuone nini kitafanyika, nini ambacho kitajiri katika sakata hili la mchezo wa Young Africans akiwa mwenyeji na Simba Sports Club. Lakini kama bodi watakaa na kuleta usuluhishi katika hili, yawezekana mchezo ukachezwa. Pengine viongozi wa Yanga watakapokubali kwamba basi tumekubali ushauri, hii mechi ichezwe, sawa. Lakini vile vile kwa mashabiki wa Yanga nao wanasema hawachezi. Kwenye mitandao ya kijamii wameandika mengi sana, wanasema kwamba labda kama Simba Sports Club watacheza, wakacheze na bodi ya ligi. Ndio maneno ya mashabiki wa Young Africans. Sasa swali linakuja, watu wanajiuliza, kama ligi yetu ni bora hapa barani Afrika, kwa nini haya yanazidi kutokea? Uongozi kwamba umeshindwa kuongoza vizuri kabisa kulingana na sakata ambayo inayojiri. Okay, sawa, sisi tuache mamlaka husika itafanya uamuzi juu ya jambo hili ambalo lipo lina sumbua vichwa vya mashabiki, vichwa vya uongozi wa klabu ya Yanga. Yote yatafahamika. Kama Yanga watashushwa daraja, sawa, kukatwa point 15, wananyang'anywa point 3 pia,
tusubiri tuone kama hayo ya tajiri Yanga kushushwa ligi, tuachie wenye mamlaka watu tuone wanafanyaje. Bana, hii ni Baigiza TV. Kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kujiunga nasi, usahau kusubscribe, kulike, kushare, vile na comment taarifa zetu tunapoziweka hapa, ili uweze kuwa kwanza kupata kila ambacho kinachojiri katika uga wa kimichezo, lakini na taarifa zingine za kijamii, za kisiasa na za kiburudani. Naitwa Andrew Baigiza, nambari 0 mgongoni. Tukutane siku nyingine hapo.